Taarifa hii habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe nawe mpenzi msikilizaji wa redio ya kijamii Kivu mahali popote ulipo. Bila shaka matumaini yangu ni kwamba umeri wa afya na muda kama unaokanda redio yako ili kuweza kusikiliza matangazo yetu. Msikilizaji, nukaribisha kwa mkunjufu kuweza kufuata uchambuzi wetu wa habari ambao kupigwa na habari muhimu leo hii. Ripoti za wanaripota wetu kutoka sehemu mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako wa siku naitwa Sudi Valente. Upande wa pili kijana Merci Mberez anashikilia vema dawati na mitambo. Anasema kwa mara nyingine karibu na ambatana nami mwanzo hadi mwisho. Kama nilivyokujuza kuwa uchambuzi wetu wa habari wanakubegwa na habari muhimu za siku ya leo, nampa nafasi mwenzangu Izake Mulucha Ashbe ambaye anakujia na habari muhimu. Asante sana mwenzangu Sudi Valentine. Kwenye habari muhimu leo hii tuanze na huko Butembo ambako mkuu wa ofisi ya Agenda Familia na Mtoto pa Butembo jimboni Kivu ya Kaskazini Biodile Mabanza ametaja kushangazwa kuona mabinti kwa wanapoteza muda mwingi kwa kutumia simu kuliko kufanya shughuli zingine. Huyo amesema hayo wakati wa sherehe za sikukuu ya mwanamke kote duniani. Lakini pia kwenye habari za kitaifa, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo amewataka mawaziri husika wa mambo ya nje kushughulikia wakimbizi kutoka mashariki mwa nchi hiyo wanaopatikana katika nchi ya Burundi na Uganda. Hiyo ni kutokana na hali ya maisha wanayoyapitia kwa sasa. Tumalizie habari muhimu na habari kutoka huko Burundi ambako shirika la waandishi wa habari wasiokuwa na mipaka RSF limetoa wito wa kuachiliwa mara moja bila masharti kwa mwandishi wa habari wa Burundi Sandra Muhoza ambaye amekaa kizuizini tangu Aprili mwaka uliopita. Ni hapo nimeweka pointi kwenye habari muhimu, sina la ziada. Ni kushukuru sana mwenzangu Izake Mulucha Ashbe kwa usomaji wako wa habari muhimu. Hivi sasa tujikite kwa undani wa uchambuzi wetu wa habari, tukianzia katika mji wa Baraka na taarifa inayosema kuwa mwenyekiti wa shirika la raia Force Vive Albert Tunda Maisha pamoja na makamu wake Mutare Mateso wa Mulendela wanaendelea kusalia mikononi mwa wazalendo wa kundi la SNPCC la William ya Muri ya Kutumba wapatikanao Payepe mjini Baraka. Katika mazungumzo naye mwenyekiti makamu wa shirika hilo la raia Force Vive Mutare Mateso ambaye pia anazuiliwa na wazalendo wao, ameonesha hapa yaliyosababisha wao kuzuiliwa tangu asubuhi ya siku ya Jumamosi ya tarehe 8 Machi mwaka huu. Tulikuwa arrêté jana samedi aux environs ya 9h30. Sa tulikamata uamuzi comme bureau ya coordination société civile ville de Baraka kuya visiter watu wenye wanafungiwa, hususani bwana Tangani Ashiko Tilak ambaye alikuwa arrêté depuis jeudi ya hii semaine, na wakati kesho yake donc vendredi wanamemba wake wa familia waine walikia muvisite, alijiretrouver kama kulikuwa wengine wenye walikuwa arete. Wale wanamemba wote waine wenye walikuwa arete, donc grand frère wake alikuwa arete mbale watu wini wenye walikuwa, donc bakakuwa au total watu 5 y compris bwana lake. Samedi president Albert na mimi vice president tukafika ku niveau ya YEP kule ambako kweta major sai ya CNPCC ya jamadari William Amuri ya Kutumba, ili kuya kuangalia namna gani watu wako arete mwelma mafason na kuangalia faso ya kufanya plaidoyer. Malheureusement juste kwa arrivé yetu bali tupokea tukakala mpayot, mais tulishangala après dit kufika bakatubeba ma telefone na bakatutia mukashon. Et jusque là tungali toujours détenu jusqu'à présent. Tuko nje kuba visiteur ya ma différents bureaux ya coordination société civile. À part bale ba visiteur kuko aussi ma association membre, ma mouvement citoyen zenye ziko présentement hapa juu ya kuturendre visite. Na saa hii maire de la ville na iko hapa juu ya ile dossier, na ndo tuko hapa kwa sasa juu ya kuangalia namna gani kama tutoke wala nini.
mais kwa sasa vraiment tuko arrêté ku CNPCC ya bana William ya Kutumba ku niveau ya YEP. Infraction yetu ya kabambi nizo tulikia rendre visite batu benye bako arrêté hapa don bwana Tangani Ashiko Tilak ambaye ni ancien président wa société civile force vive mu territoire ya Fizi. Na kwa wale wapendelevu wa habari za michezo hivi sasa tuende viwanjani na mwenzangu Omari Makelele Uzila ambaye namuona anavaa namba 9 yake mgongoni. Sudi wa Sudi Valente, na samini sana kuweza kunipatiana nafasi ya kujia na habari za michezo. Ni kwamba tuanzie na habari za hapa katika nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ni kwamba ligi kukabambe nchini hapa maarufu Linafoot iliweza kutimua vumbi jioni ya siku ya Jumapili ya tariki 9 Machi 2025 kunako viwanja mbalimbali vya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Pale Lubumbashi katika uwanja wa Kamalondo ni kwamba vijana wa Tupuisa Mazembe Anglebert waliweza kuwatambia timu ya ES Chinkuku mabao 3-0, huku vijana wa Angers katika uwanja wa Martyr waliweza kutandika mabao 2-0 na vijana wa FC Celeste, na kunako uwanja wa Kibasa Maliba Lubumbashi Sport walitoka sare ya kufungana bao 1-1 na vijana wa Sanga Balende. Kule katika nchi ya Uingereza, Chelsea the Blues tayari waliweza kuwatambia timu ya Leicester City bao 1-0, na vijana wa Tottenham Hotspur walirizika kutoka sare kufungana mabao 2-2 na vijana wa Bournemouth. Serie A kule katika nchi ya Italia, Hellas Verona waliweza kutambiwa kabisa mbele ya shangazi bila mjomba mabao 2-1 na vijana wa Bologna, na huku timu ya Napoli wakaweza kuwatambia timu ya Fiorentina mabao 2-1. Kuna kwa habari za usajili, Sudi wa Sudi Valente aliyekuwa msimamizi wa FC Barcelona Xavi mwenye umri wa miaka 45 anasema anataka kurudi tena katika usimamizi na anakubali nafasi ya ajira katika klabu nyingine yote ya pale nchini Uhispania ambayo inamtaka. Kwa hiyo ukiwa klabu ambayo inamtaka Xavi anasema yuko tayari kucoach aweza kuongoza timu hiyo. Na vijana wa kule Ujerumani Eintracht Frankfurt wanaangalia kwa makini hali ya winga mwenye umri wa miaka 20 raia wa Uturuki Arda Güler akiwa kunako klabu ya Real Madrid ambaye hapati na nafasi kubwa ya kuweza kucheza kunako timu hiyo. Hilo ni gazeti la Sky Sport German limeweza kuandika habari hiyo. Na gazeti la Gazzetta dello Sport limeandika kuwa klabu ya Inter Milan ya kule nchini Italia inataka kufanya majadiliano ya mkataba mpya na mchezaji wake Marquis Thuram, wakati mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 27 akihitajika kulipiwa paundi milioni 71.3 ili aweze kuachwa kunako klabu hiyo. Kwa hiyo Inter Milan anasema kuwa afadhali waweze kumuongeza mkataba ya kuendelea kusalia pale kunako klabu ya Inter Milan. Newcastle hapo nchini Uingereza ina hamu ya kumsajili winga Hassan Diallo mwenye umri wa miaka 19 kutoka katika klabu ya Como katika majira ya joto. Kiungo wakati wa Juventus na Brazil Douglas Luiz mwenye umri wa miaka 26 huenda akabadilishwa na mchezaji wa Newcastle Sandro Tonali katika majira ya joto. Na mwishowe ni kwamba Everton itashindikiza kumsajili mchezaji raia wa Denmark Christian Norgard mwenye umri wa miaka 30 wakati mkataba wake na klabu ya Brentford hapo nchini Uingereza inamalizika msimu wa joto. Sudi wa Sudi, habari ni nyingi sana lakini mimi naona kuwa niweke kwanza nukta hapa. Asante sana mwenzangu Omari Makelele Uzile kwa fursa yako ya habari za michezo. Mpenzi msikilizaji wa Radio Kijamii Kivu, kwa kabisa ndo bado unakuja kujiunga nasi, nikukumbusha ya kwamba unaendelea kusikiliza uchambuzi wa habari kutoka kwenye Radio Kijamii Kivu kuna kumita 93.0. Kampuni Vision Baraka Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Hivi sasa ni ripoti za wanaripota wetu kutoka sehemu mbalimbali, tukianzia na huko Butembo jimboni Kivu ya Kaskazini. Ni kwamba mkuu wa ofisi ya Jenda, Familia na Mtoto pa Butembo jimboni Kivu ya Kaskazini, Biodir Mabanza, ametaja kushangazwa kuona mabinti wengi kuwa wanapoteza muda mwingi kwa kutumia simu kuliko kufanya shughuli zingine. Huyu ameyasema hayo wakati wa sherehe za sikukuu ya mwanamke kote duniani. Biodir Mabanza amezungumza kwenye mic ya Kisangos Movezo Kapuni ambaye ni mwanaripota wa Radio Kijamii Kivu pa Butembo. Mwaelele ile zasaidia kujenga nchi. Na ndio vile balikamata date ya 8 Mars kukua Journée Internationale de la Femme. Na kuiselebre mara kwanza ulimwengu yote
Juu ilikuwaka ilifale batoke pale baanze enda sema mu mapeiza ya kwanza kabisa kusema mbu inakuwa celebrate mu ulimwengu mzima, c'était en 1977. Munasikia pale wanasema mbona siku ya kukula, ya kufala, ya kufanya nini? Ni siku ya kufikiria mawazo yenye tutaleta isaidie kujenga ujenzi wa nchi. Eske hii telefone walitupatia yemo ya kulibu mazingira wa mama. Telefone muko maisha. Hapana kukuwa natia mavituruturu. Watoto telefone muko maisha. Inaweza tumalizisha masomo hapana ili ya basheria kusumbua wazazi mbusiku. Wachaba nana wazazi banga yatu mtoto muli kuhiseri. Mzazi kasema tuko pataba na basumbule usanaji. Ili koshida kabambi. Tukoona ingine kutumikisha watoto kingono nekishe. Batena sema makishe ni banani? Ba mama. Bieke baba nabo wanaprofita kakwenda amo wanaprofita kuinyorose yetu. Na huko katika jimbo la Tanganyika Pakalemi ni kwamba kanisa la Kikristo nchini DRC CC kwa ufupi kupitia kitengo chake cha vijana jimboni Tanganyika wameendesha ibada ya maombi kwa ajili ya kuiombea amani nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa Mwenyezi Mungu. Ibada ambayo imefanyika siku ya Jumamosi ya tarehe 8 Machi mwaka 2025. Mengi zaidi nayo Lombo DJ Dr. Pakalemi jimboni Tanganyika. Vijana wa baba pamoja na wa mama walikuwa kabisa na uzuria kwenye mkutano wa maombi kwa ajili ya kuiombea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lengo la mkutano huo kufuatana na waandalizi wa ibada kama na hiyo wanakuwa naeleza kwamba ni kwa ajili ya kuomba huruma Mwenyezi Mungu kuingilia kati swala la utata ambao Jamhuri ya Kidemokrasia inakuwa nakabiliana nayo upande wa mashariki kwa ajili ya kufikia kupata amani. Akizingatia maandiko matakatifu kutoka Biblia kwenye kitabu cha Mambo ya siku ya pili sura 20 mstari wa kwanza kuendelea hadi 5, mnenaji wa siku Pastor Frank Azadi anakuwa naeleza na kusisitiza kwamba katika harakati ya kutafuta amani lazima kabisa kumshirikisha pia Mungu. Kwa muda huo mmoja alikuwa analikwa Wakongomani kuchukua dhamiri iliyo safi kwa ajili ya wananchi bora na hata vile vile kuzingatia masuala ya upendo kati ya wananchi pamoja na kuepuka hali ya matengano ya ukabila, na yote hiyo ni kwa ajili tu ya manufaa ya nchi. Sisi kama wachungaji tulipasha habari na kuambia watu bachukue na vijana vichukue dhamiri ili tupende mbele mji wetu. Ni kitu kia kwanza. Kia pili tupendane katikati yetu. Kia tatu tutetee nchi yetu. Tusisubiri watu wa nje wakwa tusaidie. Sisi wenyewe tusimame mkono kwa mkono na ndani ya upendo tutetee nchi. Kwa sababu Israeli ndio Israeli, tunaomba Mungu wa Israeli, lakini Israeli sasa alikuwa na vita na Palestina. Watu walirudia kwao wanapigana wanapambana. Mbona sisi Wakongomana tuwezi pambana? Na batu bana roho ya kupambana. Lakini kile tunaomba ni batumishi na viongozi tuchukue dhamiri, tufanye kazi yetu ya kile Mungu alitupatia kulinda hiyo nchi, na tuwapatie vyote vinawezekanavyo kuhusu salama irudie kwenye nchi. Frank Azadi alikuwa analika kwa muda huo mmoja viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuzingatia na kutimiza vyema majukumu yao kwa kuweka mbele faida ya raia. Tunaita viongozi vya nchi vichukue dhamiri. Hakuna ula banaita mfalme bila taifa. Njoo ukuwe mfalme inabidi taifa iweko. Sasa hiyo taifa muna kazi ya kuikinga na kuilinda. Damu ya Wakongomani inamwangika sana. Ibada kama na hiyo ya maombi ilikuwa vile vile inasindikizwa na nyimbo kutoka makwaya mbalimbali iliyokuwa nalikwa kwa jambo kama na hilo. Nikiripoti kutoka Kalemi kwa niaba ya Radio Kivu, Olombwe DJ Dr. Shukran sana Olombwe DJ Dr. kwa ripoti yako hii. Na tukiwa tu katika jimbo hilo la Tanganyika pamoja ni kwamba wanafunzi autodidact wa kitengo cha kielimu Moba ya kwanza wapatao 11 wakiwemo wanawake 4 wamefanya mitihani ya mchujo wa serikali msimu wa masomo 2025-2026, mtihani ambao umefanyika siku ya Ijumaa ya tariki 7 Machi mwaka huu kwenye senta ya Furaha Yetu ya Kirungu, na ambako administrator wa tarafa la Moba amezindua rasmi mitihani hiyo. Ripoti kamili na Isidori Kashulwe kutoka Moba.
Mtihani mchujo wa mtihani wa serikali mwaka masomo 2025-2026 umepita vema katika kitengo cha elimu ya taifa na uraia upya mwaka ya kwanza siku ya Ijumaa Machi 7 mwaka 2025 kufuatia kalenda mpya ya masomo. Kwa jumla wa kandidati 11 hususa wanawake 4 walioandikwa wamepitisha mtihani huo uliopitikana kwenye senta ya shule ya msingi Furaha Yetu ya Kirungu. Inspector mkuu wa kitengo cha shule ya sekondari Nyuzi Mlendo Simplice wakati wa hotuba wake ufungulivu amesema, Aujourd'hui, c'est le jour J. Hilo ni siku ambayo kila kandidati kwenye mtihani wa mchujo aliosubiriwa umefika kwa ajili ya mtihani wa mchujo wa mtihani wa serikali mwaka masomo 2025. Unapaswa kuelewa kama mtihani huo kikawaida unaenda na maswali 25. Na ndani ya maswali 25 mna maswali mawili ya civisme, maswali 3 ya Kiingereza, maswali 10 ya matematiki na maswali 10 ya Kifaransa. Kwa hiyo tunafanya maswali 25 na tajumuisha mara 4 ya kufanya 100%. Kama mnafaulu kwa mtihani huo ni kwa hiyo mnaweza kuingia kwenye mtihani wa serikali. Na kwa sababu hiyo inapaswa kujiweka na makini zaidi na mwelekeo. Inawatisha kuonesha uwezo wenu katika namna ya kutenda na kwa kuepuka hali yote ile ya michezo na kupuza. Ili mtihani huo uwe tayari mafanikio makubwa kukinga mafanikio yenu kwenye mtihani wa serikali 2025. L'examen d'État 2025. Upande wa Inspector wa tarafa ya Mubaka Mfakongo Victor akifungua rasmi amewataka wakandidati kutumika bila oga kwa ajili ya kutoa matokeo mazuri. Là vous êtes, c'est pas pour la première fois que vous passez une épreuve. Hapo mpo si mara ya kwanza ambayo mnafanya mtihani kwa sababu wengi kati yenu wana kiwango cha D4. Mpo mnatishia kwa ajili ya kuja D6 ili mweze kupata mkanda kwa ajili ya vyuo vikuu. Ni muda mmepewa. Mfanye nguvu yenu ili mweze kufaulu. Kati yenu hakuna anayekuwa na akili zaidi na akili kidogo. Mpo wote na akili. Mnaonyesha kama yote wanaume wanaweza kufanya leo na nyinyi wanawake mtafanya. Tunawapongeza kwa kusema tupo na furaha kwa kuweza kuona mmoja wa raia Moba wanapendelea kuendelea mbele pamoja na masomo. Pamoja na masomo mtaacha kwa wazembe na mtakuwa mtu anafikiria zaidi, anayechungua kabla ya kuchukua hatua. Quelqu'un qui raisonne plus, qui analyse avant de réagir. Kati mwa kandidati hao 11 7 ni wa pedagojia, 3 wa kijamii na 1 ni wa ufundi. Nikiripoti toka Moba Zidoro Kashule Radio Kivu. Katika habari za kitaifa, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi amewataka mawaziri husika na mambo ya nje kushughulikia wakimbizi kutoka mashariki mwa nchi hii wanaopatikana katika nchi ya Burundi na Uganda. Hivyo ni kutokana na hali ya maisha wanaopitia kwa sasa. Mengi zaidi naye mwenzetu Mulucha Isaac Ashibe ndani ya studio za Radio Kijamii Kivu. Serikali ilitaarifiwa kuhusu hali ya hatari ya wakimbizi wa Kongo huko Burundi na Uganda kufuatia uvamizi wa M23 inayoungwa mkono na jeshi la Rwanda huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na barua ya habari iliyowasilishwa na naibu waziri wa mambo ya nje, ushirikiano wa kimataifa na Francophonie, Kazadi Yamba, wawakilishi wa kidiplomasia ya Kongo katika nchi hizi mbili waliweza kutambua karibu wakimbizi wa Kongo 76,912. Na mnukuu, kutokana na dharau hii ya kibinadamu, naibu waziri wa mambo ya nje, ushirikiano wa kimataifa na Francophonie aliwaambia wanachama wa serikali juu ya hatua ambazo tayari zimefanywa na zile ambazo lazima ziwepo ili kusaidia wakimbizi hawa. Rais wa Jamhuri mara moja aliwaamuru mawaziri wanaohusika hasa na wizara ya mambo ya nje kuweka njia mbadala itakayoruhusu kuja haraka sana kusaidia waathirika hawa. Ripoti hiyo iliripotiwa katika mkutano uliofanyika Ijumaa Machi 7 mwaka 2025. Wakati mzozo katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea, maelfu ya watu wanaendelea kuvuka mpaka wa nchi hiyo kwenda katika nchi jirani ya Burundi ambayo imekabiliwa na idadi kubwa zaidi ya wakimbizi. Kulingana na shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR, ni karibu watu 63,000 ndio waliwasili katika nchi ya Burundi chini ya mwezi mmoja na zaidi ya 11,000 kwa siku moja Jumatano Machi tariki 5. Tangu Machi 5 karibu watu 85,000 wamekimbia DRC kwenda nchi jirani kwa sababu ya kupanda kwa hivi karibuni kwa mapigano katika majimbo mawili ya Kivu Kaskazini na Kusini. Kwenye ardhi ya Kongo, mapigano kati ya vikosi vya jeshi la RDC, FARDC na M23 AFC yanaendelea katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini licha ya mipango ya kidiplomasia inayoendelea. Katika habari za kimataifa, hapo katika nchi jirani ya Burundi, shirika la waandishi habari wasiokuwa na mipaka RSF limetoa wito wa kuachiliwa mara moja bila masharti kwa mwandishi habari wa Burundi Sandra Muhoza ambaye amekaa kizuilini tangu Aprili mwaka uliopita. Pamoja nawe Bukuru Elias Daniel kwa mengi zaidi.
Kesi ya rufaa ya mwandishi wa habari wa Burundi Sandra Muhoza iliyokuwa imepangwa kusikilizwa wiki hii iliahirishwa baada ya jina lake kutoonekana kwenye orodha ya wafungwa walioitwa kufika mahakamani kwa sababu ya hitilafu ya kiutawala. Shirika la wanahabari wasiokuwa na mipaka RSF likiani hali hiyo na kutoa wito wa kuachiliwa kwake. Mnamo Disemba 2024 mahakama kuu ya mkaza mjini Bujumbura ilimhukumu kifungo cha miezi 21 kwa kuwasilisha katika kundi la wanahabari la WhatsApp taarifa kuhusu madai ya usambazaji wa silaha kwa wanamgambo wa chama kilichopo madarakani cha CNDD-FDD. Akikabiliwa na hukumu hiyo iliyochukuliwa kuwa isiyo na uwiano, wakili wake Prosper Nyoyangana alikataa rufaa akitarajia kuachiliwa kwa muda, lakini upande wa mashtaka kwa kukataa rufaa pia ulizuia uwezekano huu katika ngazi ya kisheria. Uamuzi huu wa kuahirishwa kwa kesi ya Sandra Muhoza umesababisha RSF kukashifu kutokana na mamlaka dhidi ya mwandishi wa habari, ikisema kwa Muhoza kupaswa kukamatwa wala kuhukumiwa kwenda gerezani. Wakati nchi inapoelekea kwenye uchaguzi wa wabunge mwezi Juni, ni muhimu mamlaka zikomeshe ukandamizaji wa waandishi wa habari, alisema Sadibu Maron, mkurugenzi wa dawati la waandishi wa habari wasiokuwa na mipaka kusini mwa jangwa la Sahara. Sadibu Marong anasisitiza kwamba kesi ya Sandra Muhoza inafanana na ile ya Florian Irangavie aliyehukumiwa mwaka 2023 kifungo cha miaka 10 jela kwa tuhuma zinazoonekana kuwa za uongo, ambapo baada ya kukaa kizuizini kwa zaidi ya siku 700 hatimaye alinufaika na msamaha wa rais mnamo Agosti mwaka 2024. Hivi karibuni katika taarifa kwa vyombo vya habari, mashirika 20 ya kutetea haki za binadamu ambayo wengi wao wawakilishi wameishi uhamishoni tangu mgogoro wa 2015 wanarani makosa ya kimahakama ambayo yameharibu kesi na kuiomba serikali ya Burundi mara moja bila masharti kumwachilia mwanahabari Sandra Muhoza ambaye amekuwa kizuizini tangu Aprili mwaka 2024. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Eliasi Dani cha miaka 10 jeri. Kupitia taarifa yake hiyo Bukuru Elias Danieli, ndipo kabisa natamatisha uchambuzi wa habari kwa siku ya leo. Nikushukuru wewe mpenzi msikilizaji wa Radio ya Kijamii Kivu Identikia sikio mwanzo hadi mwisho kwenye uchambuzi wa habari. Saluti kwake kijana Merci Mberes pamale ambaye alikuwa kwenye dawati la mitambo. Msomaji wako wa siku ni Tesudi wa Sudi Valente. Nisema kwa mara nyingine kwaheri na tukutane kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.